Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel inalenga kuizingira kimkakati Misri katika eneo la Bahari Nyekundu. Misri katika kujibu kuongezeka kwa ushawishi na uingiliaji wa utawala wa Israel imeimarisha uwepo wake wa kijeshi katika maeneo ya bahari, hasa eneo la Somalia. Mujibu wa taarifa za ndani zinadai kwamba Misri ikiwa inajibu kuongezeka kwa ushawishi wa Israel katika eneo, inaongeza uwepo wake wa kijeshi na kiusalama nchini Somalia na katika pembe ya Afrika. Baada ya hatua ya utawala wa Israel kulitambua eneo linalojitenga la Somalia lijulikanalo kama Somaliland, hatua ambayo duru za kiusalama za Misri zimeona ni tishio la moja kwa moja kwa udhibiti wa eneo na maslahi yake ya kimkakati. Cairo imeimarisha shughuli na ushiriki wake wa ndani ya Somalia. Vyanzo vya kiusalama vya utawala wa Israel vinasema kuwa Misri imeelekeza juhudi zake katika kuiunga mkono serikali ya Hassan Sheikh Mohamud, rais wa Somalia, ili kulinda umoja wa eneo la Somalia na kuzuia athari zozote za kiusalama zinazoweza kujitokeza kutokana na shughuli za Tel Aviv katika pembe ya Afrika. Maafisa wa Misri wanaahidi kuwa hatua ya Israel kutambua Somaliland kama nchi huru ni sehemu ya juhudi pana zaidi za Tel Aviv kujijengea nafasi ya kimkakati karibu na mlango bahari wa Bab al-Mandeb na Bahari Nyekundu, eneo ambalo lina umuhimu wa kipekee kwa usalama wa bahari ya Misri. Kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, mvutano unaozidi kuongezeka kati ya Misri na utawala wa Israel katika pembe ya Afrika, hasa baada ya hatua ya Israel kutambua Somaliland, ni sehemu ya ushindani mpana zaidi wa kijiopolitiki ambao wahusika hawa wawili wanafuatilia katika ukanda wa Bahari Nyekundu, Bab al-Mandeb na Afrika ya Mashariki. Katika miaka ya karibuni, pembe ya Afrika imegeuka kuwa moja ya majukwaa muhimu zaidi ya ushindani kati ya nguvu za kikanda na zile za mbali. Mabadiliko yote katika mizani ya nguvu katika eneo hili yana athari za moja kwa moja kwa usalama wa taifa la Misri na maslahi ya kimkakati utawala wa Israel. Kwa miongo kadhaa, Misri imeitazama pembe ya Afrika kama sehemu ya kina chake cha kimkakati. Usalama wa Bahari Nyekundu, udhibiti wa njia za bahari na ulinzi wa mfereji wa Suez ni masuala muhimu ya juu kwa Cairo. Uwepo wa nguvu pinzani katika eneo hili, hasa katika pwani ya Somalia, Djibouti na Eritrea, unaweza kuhatarisha usalama wa njia ya baharini ya Misri. Kwa upande mwingine, utawala wa Israel katika miaka ya karibuni umejitahidi kupanua mahusiano yake na nchi za Afrika ili kuongeza ushawishi wake katika eneo hili na kulitumia kama chombo cha shinikizo dhidi ya Misri, Sudan pamoja na Yemen. Kutambuliwa kwa Somaliland na utawala wa Israel kunachukuliwa kuwa hatua muhimu katika mchuano huu wa kijipolitiki. Somaliland ni eneo la kimkakati kaskazini mwa Somalia lenye mtazamo wa moja kwa moja juu ya mlango bahari wa Bab al-Mandeb na njia muhimu za kibiashara za kimataifa. Kwa hatua hii, Tel Aviv inalenga malengo kadhaa. Kwanza, kujenga kituo cha ushawishi katika eneo linaloweza kuathiri usalama wa baharini wa Misri, na pili, kupata mshirika mpya karibu na njia za usafirishaji wa nishati, na tatu, kuitumia Somaliland kama jukwaa la shughuli za kijasusi na kiusalama katika Afrika ya Mashariki, na hatimaye kama eneo la uwezekano ya kuhamishia wakazi wa ukanda wa Gaza. Misri inaiona hatua hii kuwa tishio la moja kwa moja dhidi ya usalama wake wa taifa. Cairo inahofia kwamba uwepo wa Israel katika Somaliland unaweza kusababisha kuanzishwa kwa vituo vya kijeshi au kijasusi karibu na njia za baharini, jambo ambalo linaweza kudhoofisha udhibiti wa Misri juu ya Bahari Nyekundu, hatimaye kuisukuma katika eneo la kimkakati na kuizingira. Zaidi ya hayo, Misri tayari inakabiliwa na mgogoro katika bwawa la Renaissance la Ethiopia, na ongezeko lolote la ushawishi wa utawala wa Israel katika eneo la Afrika Mashariki linaweza kubadilisha mizani ya nguvu kwa hasara ya Cairo, kwani Tel Aviv ina uhusiano wa karibu na Ethiopia na inaweza kuyatumia mahusiano haya kuiwekea Misri shinikizo la moja kwa moja au lisilo la moja kwa moja. Kwa upande mwingine, Misri katika miaka hivi karibuni imejitahidi kuimarisha uhusiano wake na nchi kama vile Somalia, Djibouti, Eritrea ili kuzuia kupenya kwa nguvu pinzani katika eneo hilo. Hatua ya utawala wa Israel kuitambua Somaliland imeweka changamoto mpya kwa juhudi hizi na kuisukuma Cairo kuongeza uwepo wake katika ukanda huo. Ushindani huu umeongeza hasa katika masuala ya usalama wa baharini, ushirikiano wa kijeshi na uwekezaji katika bandari za eneo. Athari za mvutano huu zinaweza kuwa pana.
Kwanza, kuna uwezekano wa kuongezeka kwa mashindano ya kijeshi na kiusalama katika pembe ya Afrika, eneo ambalo tayari limekuwa linakabiliwa na kutokuwa na utulivu kutokana na ugaidi na migogoro ya ndani. Jambo jingine ni kuongezeka kwa uwepo wa wahusika wa nje kama Marekani, China na Umoja wa Falme za Kiarabu katika eneo hili la kimkakati. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.